Abubakar Damian Asenga. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kupata nafasi hii na mimi ya kuchangia katika wizara yetu ya bajeti yetu ya mwisho hii ya mipango bajeti kuu ya serikali. Na kama walivyosema waheshimiwa wabunge wenzangu hapa, mimi naunga mkono hoja zote mbili kwa kishindo kabisa, na nitaeleza msingi wa kuunga mkono hoja hizo kwa nguvu kabisa, kwa sababu ya mambo makubwa tumeyapata katika jimbo letu, na kwa uhakika kabisa tunacheza na tutashinda, na kwa ridhaa ya wananchi na ridhaa ya Chama cha Mapinduzi na imani tutarudi tena hapa kuendeleza miradi mizuri ambayo tulikuwa tumeianza. Kwa hiyo wale ambao wanafikiri hatuchezi na hatutakuwa na nguvu ya kushinda, tutacheza na tutashinda kwa kishindo kikubwa kabisa. Mheshimiwa Waziri, mimi nakushukuru sana wewe kwa sababu miradi mingi ambayo tumeipata katika jimbo la Kilombero, mkoa wa Morogoro na nchi yetu inatokana na mipango ya serikali, lakini inatokana na ukusanyaji wa fedha unaofanya wewe na watumishi wako wa chini pamoja na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ni hotuba yetu ya mwisho katika bunge hili kabla hatujarudi hapa Novemba inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ni muhimu kuwakumbusha wananchi wakati tunaingia hapa mwaka 2020 Novemba 21, 22, 23, 24, 25 yako mambo tulikuwa tunalalamikia makubwa katika jimbo letu. Leo nimesimama hapa kwa heshima kubwa kusema mambo yale yamekamilika. Na kama yamekamilika ni kutokana na mipango ya serikali na utafutaji fedha wa Wizara ya Fedha kwa ujumla chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, ndio maana tumeyapata. Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Kilombero ulikuwa unaweza kufanya yote, lakini kuna lami yao ile barabara ya lami. Kama haijakamilika ile upati, huwezi kurudi kuchaguliwa tena. Leo ninazungumza hapa, nilikaa chini kwenye kapeti, nilikaa kwenye matopi kupiga kelele kupata barabara hii. Tumepata fedha, tumeletewa fedha, leo barabara ya lami watu wanatereza kutoka Ifakara kwenda Kidatu, lami imekamilika. Sio hivyo tu, tumepata barabara nyingine ambayo ishasainiwa ya Ifakara Kikwawila, Mbasa, Lipangalala kwenda Malinyi. Tumepata barabara nyingine ya Ifakara kwenda Mlimba ambayo mkandarasi kaanza. Naomba tu Mheshimiwa Waziri anihakikishie kwamba imeshasainiwa barabara ya Ifakara kwenda Malinyi, basi ianze kwa wakati. Tumepata daraja jipya la Ruaha, tumepata kiwanda kipya cha sukari bilioni 700. Mwenyezi Mungu anipe nini tena? Jimboni kwangu zimekuja karibu bilioni 750 za uwekezaji za kiwanda kipya K4 cha sukari ambacho Mheshimiwa Rais ameshaweka jiwe la msingi na wakati wote kinaweza kwenda kuzinduliwa. Kichobaki hapa sasa tunafuatilia tu kuhakikisha wakulima wetu wanapata haki yao. Tangu wilaya imeumbwa tumepata sasa hivi hospitali ya wilaya, vituo vya afya 2, zahanati 12, sekondari za olevo 12, sekondari za advance 5, shule za msingi 8, madarasa zaidi ya 100, substation ya Kondoko katika kwa umeme bilioni 25 tumepata. Miradi ya maji mingi sana, lakini tumepata mradi mmoja mkubwa wa bilioni 41. Haijawahi kutokea katika jimbo la Kilombero. Tangu wilaya imeumbwa, jimbo limeumbwa, hajawahi kuwa na mahakama ya wilaya. Tumepata mahakama nzuri ya wilaya, tumepata kituo cha polisi kizuri cha wilaya, tumepata magari ya polisi, magari ya zimamoto, ofisi mpya mkuu wa wilaya ya ghorofa, minara ya simu zaidi ya 6. Tumepata sasa chuo cha Katrini kinaboreshwa, kitakuwa ni sehemu ya kuahulisha vifaa vya kilimo. Tumepata miradi ya bonde, itakuja kujenga mabwawa ya umeme. Tumepata miradi ya taktiki ya soko jipya, stendi mpya, lami. Tumepata visima vya maji na tumepata ziara Mheshimiwa Rais amekuja katika jimbo letu kutuzindulia kiwanda na kutuzindulia barabara hiyo. Kwa hiyo haya yote haya makubwa yamefanywa chini ya Wizara ya Fedha na mipango mikubwa ya nchi. Naunga mkono hoja kwa 100%. Kwamba wananchi wakitupa ridhaa tena tutaendeleza yale machache yaliyobaki ambayo nitasema baadaye. Tuna changamoto kwenye barabara za mitaa, tuna changamoto kwenye mambo ya bei ya mua na sukari, ambazo hizo tuna imani wakitupa ridhaa tena tutaendeleza kwa kiasi kikubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, na haya nimeyasema ni machache tu, lakini kwa undani wake kuna mambo makubwa sana. Wananchi wangu wa Kilombero, naomba tushikane mkono na Chama cha Mapinduzi, tumunge mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na tusisikilize wale wapotoshaji. Kuna rafiki yangu mmoja na rafiki yake kaka yangu Mwigulu Nchemba anaitwa John. Alikuja na chama chake siku za karibuni, akaongea mengi sana ya kuponda nchi. Anasema nchi gani hii? Inaongozwaje? Imeuzwa bandari, imeuza siyo nini? Waziri Mwigulu anazunguka tu duniani, kaponda wewe, kamaliza hata tofali moja hajaacha. Na mimi Mwenyekiti ni kuibia siri, kumbe wale watu nimegundua Mheshimiwa Waziri, kumbe zile watu wanaenda kuchangisha pale 1000, changisha tuchangie mafuta, kumbe zile 1000 2000 wengine wanawapa. Yaani inakuwa kama ile patapotea ya kamari ya Kariakoo. Ukisimama ukijifanya unatoa hela unashiriki kwenye kamari, kumbe unaliwa wewe, wenzako wale wanaenda kugawana pembeni baadaye. Kwa hiyo wanawagaia wachache, wanaenda kutoa 1000 2000 na wengine wanapeleka mikono mitupu kwenye sanduku lile.
Mtu anaongea mishipa mpaka inamtoka, anatukana watu, nchi haina chochote, nchi haifai, nchi imeuza bandari. Mimi niko kamati ya miundombinu na bandari haijauzwa. Natumia fursa hii kuambia wananchi wa jimbo la Kilombero, haya mambo nimeyasema hapa yapo kule, hakuna maendeleo yanayokuja kujengwa siku moja. Tumesema humu, mikakati imewekwa, fedha zimetafutwa, tumepata miradi. Kwa hiyo wasidanganyike na mtu yote ambaye anataka kuleta propaganda na siasa nyepesi kama kaka yangu huyu John, ambaye namheshimu sana, lakini ajabisha kwamba alilala na kusinzia kwenye treni kama nilivyosema hapa. Katika bunge lililopita alikuwa mbunge, alibisha serikali ya CCM kwamba haiwezi kujenga SGR, lakini nimemkuta kapanda SGR na kasinzia kwenye SGR. Kasema kule jimboni kwangu kwamba treni japokuwa nimepanda nikasinzia, lakini treni sio babako. Mimi sijasema kama treni baba yangu. Nimesema yeye alipinga CCM haiwezi kujenga treni, serikali yake sasa hivi imejenga na yeye amepanda akasinzia. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, changamoto kama nilivyosema sisi kubwa ni barabara za mitaa, na tuna mpango wa kilomita 10 za barabara za mitaa kwa kila kata katika kata 19. Imani yetu katika mpango ujao wa serikali tukipata hiyo itatusaidia kupunguza changamoto kubwa za wananchi wetu. Tutasimamia hizi barabara za kuunganisha na wilaya nyingine, kilimo cha miwa na kituo hiko cha Katrini, haya mabonde ya umwagiliaji. Mheshimiwa Waziri, katika mwenyekiti, nikiwa namalizia, yapo mazuri katika bajeti hii na kuna changamoto ambazo tutazishauri. La kwanza, bima ya afya, wamesema wabunge wengine. Na hapa mimi nilikuwa na maoni. Sasa hivi kuna vinywaji ambavyo tunakunywa hivi baada ya miaka 20-25 huko watu watapata BP. Kuna kinywaji kimeandikwa kabisa hii usinywe zaidi ya energy, usinywe zaidi ya moja. Lakini kuna vijana wetu wanakunywa sana huko. Hakuna sababu ya vinywaji kama hivi kupunguza kodi. Wekeni kodi iende bima ya afya isaidie maskini wa nchi hii kutibiwa. Na wapongeza sana katika kupambana na HIV/AIDS na mpango mkakati wa kuzuia bajeti ya serikali na mitikisiko ya kiuchumi. Kwenye economics wanasema certainty zinazotokea duniani. Juzi nimeona Israeli na Iran imeanza. Bei ya hisa na mafuta ishashake. Athari zitakuja kwetu. Kwa hiyo wakati huu tuko kwenye bajeti, tutazame kama zile bilioni 500 tulizozifanya zinaweza zikajitosheleza zenyewe. Naunga mkono zile kodi zote katika electricity of demand mmezipandisha. Kwa mfano bia na nini hivyo ambavyo hata vikipanda bei watu wataendelea kunywa ili viendelee kusaidia maskini. Viuatilifu mmepunguza kodi, nyongeza ya mishahara naunga mkono, kuwajali bodaboda na bajaji naunga mkono, naunga mkono TRA mwenda anakusanya kodi bila kusumbua wananchi. Nimeona Mheshimiwa Waziri amesema katika sera hapa kwamba hakuna kanuni inakuja sasa biashara hazitafungwa tena. Ni jambo kubwa sana, aliunga mkono, na kwa kweli tunataka tumpongeze sana mkurugenzi wa TRA Commissioner, kwa sababu hata juzi nilikuwa TRA pale. Nimeona asubuhi kwenye maswali hapa kwamba watu wanasema ile tini miezi 6 bado watu wanatozwa. Mimi sijatozwa. Kwa hiyo wameshafanya kazi kubwa na nimeona mfano mzuri kutoka TRA. Nishati safi 80% kufikia 2034 ni jambo kubwa. Ujenzi wa makao makuu ya Dodoma naliunga mkono. Kupandisha mishahara kima cha chini mpaka 500,000 naunga mkono. Mkakati wa kupunguza importation na kuongeza exportation katika economics ni jambo la msingi sana. Mheshimiwa Waziri, tunakutana na watu kibao China kule kwa njuu. Lakini ni muhimu mipango, tukana mipango na Wizara ya Fedha na Wizara ya Mipango. Mtu anaenda China tumdiscourage kama anaenda kununua matoi. Tunakutana na watu kule, dada zetu wengine mpaka unamshauri cha kununua China. Yaani mtu anaenda China anasafiri anafungasha matoi wakati kuna bidhaa za msingi katika nchi yetu. Tunaweza kudiscourage vile vitu ambavyo havina maana kwa kuongeza kodi na kupunguza vile vya muhimu kama vya majembe ya umeme. Sasa hivi kuna jembe unalivaa mgongoni tu hapa linalima kama mota. Tukadiscourage wale wanaenda China kununua matoi na vitu ambavyo vya muhimu lakini sio muhimu sana, ili kupunguza importation na kuongeza exportation. Mwisho kwa kumalizia, changamoto na maoni yangu ni swala la kodi kwa hisa ambazo hazijagawanywa kwenye makampuni. Nashauri Mheshimiwa Waziri mjaribu kulifikiria hili. Haliwezi kuwa double tax. Sisi kampuni yetu tushapata faida, tushalipa kodi. Zile hisa ambazo hazijagawanywa, nafikiri Mheshimiwa Waziri utanisaidia kulifafanua vizuri jambo hili. La pili, wakandarasi walipwe. Kuna miradi ya maji kule kwangu, kuna mzee wangu mmoja mpaka leo bado hajalipwa. Tunaomba na barabara walipwe. Na hapa Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Mwenyekiti, tunasema kwamba ni muhimu sana kabla ya kusaini miradi mingine mipya hii ambayo imesainiwa mikubwa ya serikali basi ikakamilika. Mheshimiwa Waziri, toeni elimu kuhusu deni la taifa. Nikimalizia, nataka niwahakikishie kuna watu wanapotosha kuhusu deni la taifa. Na wengine wanafikiri Mheshimiwa Waziri Mwigulu akikaa pale anajamulia tu kukopa. Na kuna mwananchi wangu mmoja nilikuwa namuelimisha juzi, anafikiri Waziri Mwigulu nyuma ya mlango wake kule kuna fedha za wananchi. Anasema bana, mafedha si anakaa nayo wizarani pale. Na Waziri Mwigulu anavong'aa hivi anajua basi yeye anakula tu fedha zetu. Pole sana kakangu.
tunabidi mtoe elimu kuhusu deni la taifa, kwa sababu watu wengi sana wanapotosha. Naomba kusema kwamba kwenye ujenzi, kwa kumalizia Mheshimiwa Mwenyekiti, bati geji 30 sisi watoto wa fundi cherehani ndio tutatumia kujengea, kodi isiwe zero. Nondo kwa mfano chini ya milimita 16 ambazo tunajengea kwenye majumba yetu kule, kodi ipungue. Simenti ile 32.5 ipungue. Sisi tunajenga kwa tofali za kuchoma na tope, tukifika pale tunakazia nondo milimita 10, milimita 11. Bati yangu mimi geji 28 hizo wekeni makodi kwenye miradi huko wakandarasi. Mimi geji 30 bati ukikunja hivi na kunjika, kodi ya nini? Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mwigulu umefanya kazi nzuri sana ili tuendelee kujenga majumba huko tunakokwenda. Wananchi wetu ni vizuri sana mkawasaidia katika kupunguza kodi katika vitu ambavyo wanavyofanya. La mwisho Mheshimiwa Mwenyekiti, dunia ya artificial intelligence. Juzi nilikuwa naona hata kama hujasoma accounting, kuna kozi ukisoma miezi mitatu unaweza kufanya uhasibu kama mhasibu. Dunia ambayo tunaenda, tunaomba sana mwekezeni huko mnakoenda katika mipango ya serikali hii. Kama mwanafunzi anachukua mtihani, anaupiga picha, unaenda artificial intelligence unaleta majibu. Ni dunia ambayo tunakuja nayo nyingine kabisa. Kwa hiyo ni muhimu sana kupambana nayo hiyo, kuhakikisha tuna iendeleza nchi yetu katika sekta kama hiyo. Naunga mkono hoja Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Asanteni sana, tutacheza na tutashinda inshallah. Asante. Asante sana Mheshimiwa Abubakar Damian Asenga ambaye ndio mchangiaji wetu wa mwisho kwa mchana huu.